Okay, our study is going to be on Hebrew 11:29, which says, by faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians essaying to do were drowned. This we all know is about the children of Israel when they were chased by the Egyptians and they passed through the Red Sea and they were saved and the Egyptians were drowned. We are going to see this phase or their faith so that we may understand what actually this faith of the children of Israel was when we read Isaiah 43 verse 2. Repeat. Isaiah 43 verse 2. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, and though the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt, neither shall the flame kindle upon thee. For the waters, Israel is an instance, both in the Red Sea and in the river of Jordan. All that one you know. When we say waters here, it means the Red Sea. As we are going to see how the children of Israel were saved in the Red Sea. And as we have seen in Daniel 3:27, which says, you read Daniel 3:27. Inasema na maandishi na manabii na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Okay. Njoroge. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head single, neither were their clothes changed, nor the smell of fire had passed on them. Okay, you all knows that history of the children of Israel, of Daniel, Isaac, Meshach, and Abednego in that burning furnace, how they were saved. They were never burned. So, what I want us to prove is this Isaiah 43, 2. So that we may see that all the promises of God are true. And they all come to pass. That God will protect us in all our circumstances, in every point that we are in. That God never leaves his people. He is ever with us. So when God called his people to be, there he'll be with them. And therefore, we must be content to follow God through fire and water. Kwa wakati wote. So, if you read 2 Chronicle 16:9, which says, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect before him. Nasikia hiyo maneno? Mazuri sana. They are good words to hear as children of God. Kiswahili nasema? Kiswahili nasema, kwa maana macho ya Bwana
hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo ametenda upumbavu, kwani tangu sasa atakuwa na vita. That is 2 Chronicles 16:9. Okay. That is it. Kwa hivyo ni kumaanisha macho ya Mungu inakuwa nini? That is it. That is it. Kwa hivyo ni kumaanisha if you are holy, if you are perfect, if you go in accordance with the word of God, God's eye is ever upon who? Upon you. Looking after you. Now, those are the promises of God. Kama vile tumeona pale anasema, He will protect us in every point. And we have seen examples, many examples. Those I've given about Meshach, Daniel and Meshach, even in the time of David. So, wakati Mungu anaongea mambo mengine, sisi, we should always, as children of God, take them serious. Because they are true. They are not jokes. So, the same God, when it comes to the wicked, like those who pursued the children of Israel, we are going to see the difference between the children of God and the children of this world. That's where we are heading to. We want to see this faith which God gives to His people. If you read Proverbs 11:8, inasema nagani? Proverbs 11:8. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Mwenye haki huokolewa katika dhiki, na mtu mwovu ataingia badala yake. Sijui kama mnasikia. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Mwana wa Mungu anafanya nini? Anatolewa. Na the wicked anaingia. That's what happened to the children of Israel, yani the Egyptians. They were following the righteous, the people of God, but they were drowned in the Red Sea, as we are going to see by and by. You see, Daniel was cast into the lion's den, but the lions did not devour him, but devoured his accusers. If you read Daniel 6:22-24, hebu soma usikia. Daniel 6:22 and 24. Unasema, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makana ya simba, nao hawakunidhuru. Kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. 24. Hiyo ni 22. Haende 23-24. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomstaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu.
Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. That is it. What I want you to see there. Pale alikuwa anasema the righteous always he take them out of trouble and then he puts what? The wicked instead. That was the time of Daniel. You see, Daniel was put in lion's den. But lions, they never devoured who? Daniel. But those people who had put Daniel there, when they were brought in, they were all devoured by the lions. Kwa hivyo, watoto wa Mungu, we should know truly who we are. That we are great in this world. Only the wicked people don't know who are these people of God. They don't understand. Wao wanga tu wanaona watu tu wanatembea hapa duniani, but they don't know that the eyes of God is upon his people all the time. So, we have seen those points. I want us now to see these things in the form of sacrament, the sacramental way. That means, if you read 1 Corinthians 10:2, 1 Corinthians 10:2 inasema nini? 10:2 inasema wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. That they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. That is, in the cloud that hid them from the Egyptians, and in their passage through the Red Sea. You see now, we want to see this baptism of Moses first, so that we can know, or we can understand how do we become these peculiar people of God. Because by learning about Israel, we are going to see ourselves. Because Israel was a nation of God and is a type of the true church, or the New Testament church of the elect. Are we together? So, we want to see how they were baptized unto Moses. Maybe so that we may understand how do we become when we are baptized in Christ. So this passage had the same signification that baptism has. Unaelewana? That baptism has the same signification with the baptism of today when we are baptized in Christ. So how are they baptized in the sea? Those are the questions we want to ask ourselves. How are they baptized in the sea? So they were baptized unto Moses in the sea. That is, Moses' ministry was confirmed by that miracle, and so they were bound to take Moses for their leader and lawgiver. Unaelewana? Hawa wana wa Israeli hawangejua kabisa Moses alikuwa nani. Hawangejua kabisa, they could not have even followed the command of Moses. Were they not because of what Moses did for them? So they were baptized unto Moses.
You know what I'm saying? They were baptized unto Moses. Because Moses was their leader. Moses was their savior. Si ni kweli? Yeah, Moses was their savior. Moses did a lot of miracle in Egypt, and even he told them even what they are going to do, so that they had to come out of that bondage. So Moses was their savior in that sense. So they were baptized unto Moses. So as the miraculous dispensation, by Christ assures that he was sent by God as our lawgiver, whom we should hear and obey. So the same case is our Christ, our Lord Jesus Christ. He is our lawgiver. Moses gave the children of Israel the law. Hizo vitu lazima tupelekane ndio tuone wakati sisi tunabatizwa in the name of Christ. Tuelewe ubatizo ni nini. Kwa sababu tusipoelewa, that's why people go wrong in their lifetime. So, it is called a baptism because it is signified the difference that God puts between his people and their enemies. See now, it is called a baptism because Moses, the children of Israel were baptized unto Moses. And this shows what happened with the children of Israel. Of Egypt. When the children of Israel were baptized unto Moses, what about the children of Egypt? They were destroyed? They were destroyed. Si ni kweli? The same Red Sea ambaye wana wa Israeli waliokolewa ilifanya nini? Upande mwingine ilisaidia hawa na upande mwingine ikaangamiza. Ikaangamiza. So, if you read 1 Peter 3, 20, 21. Inasema? Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa nyinyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. That is it. You see also now, hapa tunaambiwa namna gani? Katika ubatizo wakati wa Noa aliokolewa na watoto wake. Na aliokolewa na nini? Kutoka ndani ya nini? Ya maji. Si ni kweli? Na wale wengine hayo maji kafanya nini? Ikawaangamiza. Hayo maji ambaye walifanya nini? Ikawaangamiza. Unaelewana? So, utakuja kuona katika ubatizo sisi wote tunabatizwa. The elect na wengine. The elect na wengine. Sisi wote tunabatizwa. Si ni kweli? Nani wanafaidika katika ubatizo na hii maji? Yeah. The same water sisi tunawekwa ndani. Lakini tutakuja kuona even the wicked, the same water hata wakiwekwa ndani, but to them it pronounced what? Death. Ilikuwa ni 1 Peter 3, 20, 21. So they that were in the ark
were exempted from the deluge. True? Wale walikuwa ndani ya nini? Ya Safina. They were exempted from the deluge. Wao hakuna kitu kufanywa hapo. Na wale wengine wote walikuwa nje, maji ilifanya nini? Iliwabeba. The same case it is today. Wale ambaye wako in the ark, ambaye the ark here is our Lord Jesus Christ. That ark, it will save them from the deluge. The deluge here, it is the wrath of God which is coming. Wataokolewa wale wako ndani ya Kristo, lakini wale wako nje hawatafanya nini? Hawataokolewa. So they that are baptized into Christ, that enter into covenant with God by Christ, they are exempted from the deluge of wrath which overwhelms the rest of the world. Okay, they were baptized in the cloud and sea, because by submitting to God's command, they gave up themselves to God's direction, the conduct of his providence, by this initiating act that he should lead them through the wilderness unto Canaan and the land of promise. So hii ubatizo ambaye ilikuwa ni ubatizo wa Musa, hii ubatizo ni yale ambaye Musa aliweza kuwafanyia hawa watu, na wakaiona na macho yao, na wakaelewa kabisa Musa, mpaka hata sheria yaani akapatiwa na Mungu. They had all the confidence of God through who? Through Moses. Hiyo ndio nasikia ni ubatizo wa Musa. Kwa hivyo na sisi wakati tunabatizwa kwa Yesu Kristo, lazima tuwe na kitu inaitwa kuamini nani? Kuamini Yesu Kristo, kwa sababu kama vile wana wa Israeli waliamini Musa, akawatoa Egypt, akawasukuma, na wakajua kabisa Moses is their leader, na wakaamini kila jambo ambaye Moses alikuwa anasema. So na sisi nasi tunatakiwa kuwa hivyo, tuamini kabisa kama wale wamebatizwa. Mtu ajua akiwa amebatizwa katika Kristo Yesu, uamini Kristo, God, and Christ is God, and he is going to lead us to every height that we want to be in this world. So what does it teach us? It teaches us the faith we are supposed to have when we are baptized. The faith we are supposed to have when we are baptized in Jesus Christ. Ukisoma Psalms 119:66 nasema namna gani? Psalms 119:66. Unifundishe akili na maarifa, maana nimeyaamini maagizo yako. Faith inclined them to obey God's command, and upon obedience to expect the mercy promised. Go through the Red Sea and you shall be saved. Nini iliwasukuma mpaka waingie the Red Sea? Imani. Si imani? Mnafikiri ilikuwa ni kitu rahisi? Ni jambo rahisi? Watu wanaenda wanaambiwa ati mpite hapa, ati hii ni maji, this is a sea, na hii pande hii ni ukuta ya maji, na pande hii ni ukuta wa maji. You think ilikuwa ni rahisi? Unajua watu usikia ati hawa watu kwa imani walipita the Red Sea, wanaona kama ni jambo rahisi. It was not an easy thing kukubali. Saa hii wenda kabisa ukute the biggest ocean, hata saa hii ipasuke ili waambiwe atapita kwa hiyo kadhia, na unajua hii this is a sea. Unaweza kuona kana kwamba this is not a miracle, ni kitu ambayo inafanyika alafu itafanya nini?
itarudi. So walipita. This is the common nature of faith. Ukisoma Genesis 22. Genesis 22 verse 2. Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakao kuambia. Okay, so what is faith? You see here, this is Abraham. Alienda kutoa mtoto wake kwa nini? Kwa njia imani. So the commands of faith gives courage to obey God in the most difficult cases. Kwa hivyo imani ndio ile uwanga inafanya mtoto wa Mungu akubali ni Mungu amesema wakati wote. No matter which difficulties you are in. No matter which difficulties you are in, a child of God is supposed to obey who? God. Hata kama uko kwa shida gani? By faith. Kwa sababu kwa imani waliambiwa wa cross the Red Sea. Na wakafanya nini? Wakaivuka. So, if we be bidden to go into the Red Sea, we must not forbear. For none of God's command must be disputed, how contrary soever they be to flesh and blood. How contrary. Kwa hivyo kumaanisha watu wengi ukosa kubarikiwa na Mungu. Ni kwa sababu mara nyingi yale mambo Mungu wanga ana command is contrary to what? The flesh and blood. Nasikia jiroge. Na kwa sababu they are contrary, we don't believe them. Tunaona kana kwamba sio nani? Sio Mungu. Tunaona Abraham wakati aliambiwa akamtoe Isaac. Hakuambia bibi yake kwa sababu gani? Manake aliangalia akaona imani yake na ya bibi yake, labda imani ya bibi yake iko chini. Sio kumaanisha Sara hakuwa na imani. Alikuwa naye. Lakini knowing a woman and a child, it was very difficult for Sarah kukubali Isaac aende akatoe nini? Sadaka kama kondoo. Hangekubali achinjwe. Hangekubali. Not even that. Even Abraham himself wakati alikuwa anaenda, there was a lot of questions alikuwa anajiuliza. Lakini kwa imani anasema kama Mungu amesema, he has a power to bring him back. Hiyo ndio imani ambaye Abraham alikuwa nayo. Kama ni Mungu amesema, ako tena na nguvu ya kufanya nini? Ya kumfufua. Even if he is going to die, atamfufua. Kwa sababu gani? Alikuwa amesema kupitia your seed, utabarikiwa through that seed. Sasa Abraham alikuwa anajua Mungu hawezi sema uongo. Hiyo ni imani ilikuwa juu sana. Alikuwa anajua Mungu can turn Isaac into ashes, then the ashes into Israel. That is it. So, if God commands us to sell all that we may have treasure in heaven, we must not murmur as the young man did. Sindio? If we are told to sell all, na here to sell all, watu wanga wakiambiwa to sell all, wanafikiria tu ni mali ya dunia.
Watu wanaangalia ati wakati watu wanasikia ati unajua tunaambiwa ukiwa mwana wa Mungu you should sell all. Sasa watu wanaangalia tu ile mali ya dunia ako naye, anaona sasa hiyo tu ndio anatakiwa. No, to sell all here means well and good. Mpaka mali ya dunia ile uko naye, huwezi kuambiwa ati utupe mali yako ya dunia ama ubaki bure. Hapana. But to sell all here means ni mambo yote ya mwili ambayo kabisa is against the will of God. Ufanye nini? Uyodoe. Anything. Because wewe you are baptized unto who? Unto Christ. Because Christ is God. Is God. Kama wana wa Israeli vile walibatizwa katika ubatizo wa nani? Wa Musa. Na kwa sababu ya kutii Musa, wakapass through the Red Sea with faith. It was against the fear of the flesh. Lakini kwa sababu ya imani, wakafanya nini? Wakapita. Kujua Mungu, yani kwa sababu walijua Musa hawezi kuwadanganya. Si kweli? Na wakavuka. Wakaenda wakakuta Jordan tena. Tena the same thing happened. Wakavuka yani the river Jordan. Pande ikasimama na pande ikasimama. Wakaambiwa vuka na wakavuka. Kwa njia imani. So those are the things ambayo nataka yani tukiwa watoto wa Mungu tuwe tunaziona in our life. Tujue the God whom we are baptized in. Yule Mungu ambaye tumebatizwa ndani yake, ambaye tumekubali, kama leo tumebatiza hao watatu. Tujue ni Mungu wa nini? Ni Mungu wa kweli. Ni Mungu wa kweli. Na ni Mungu ambaye hutenda kama vile alitendea wana wa Israeli. Tusichukua hii mambo rahisi. Kuna watu wamebatizwa wengi sana hapa nje. Millions. Inafika pale unakuta mtu ameenda amebatizwa, but he never, yani yeye hafikiri what have you done. Ni ubatizo wa nani umebatizwa? Ni ubatizo wa Kristo umebatizwa. What does the Christ command? So that you may follow. Those are the things ambayo tunatakiwa kuwa kufikiria tukiwa tuko. Christ, yani what does he command us to do? So, for the promise, the Red Sea was as grave to them in visible appearance. And for a consideration time, they walked every moment in the valley of the shadow of death. You see now? But this is the nature of faith. It teaches us to depend upon God's promises in the greatest extremities. Hiyo ndio imani ya kweli. The nature of faith. Wanga inatufundisha kusimama na the word of God in the most extremist points. Zile ambazo zinaweza kutokea in our life. You see now? If you read John 11:26, inasema nini? Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, anaye sadiki hayo? Believest thou this? Kiswahili Kiingereza inasema unaamini hiyo? Unayasadiki. Unayasadiki hayo? That yule ambaye umefuata ni nani? Hautafanya nini? Hautakufa milele. Unayasadiki hayo? Unaiamini, unaifurahia. Ni kwa sababu hapa nataka kuambia mna gani? That yule ambaye tumebatizwa ndani yake ni Mungu. Na sisi kwa sababu ya ubatizo huo we shall never die. Those are the things ambayo tunatakiwa kujua kama watoto wa Mungu. This passage through the Red Sea had a respect to baptism, and we are said to be buried with Christ in baptism. Si ni kweli? We are buried in Christ
in baptism. We are buried in Christ in baptism. Sawa? Ukisoma Colossians 2:12 inasema nini? Colossians 2:12 inasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa kuziamini nini? So wakati unashikwa, unawekwa kwa maji, alafu unafanya nini? Unainuliwa tena, unakufa pamoja na Kristo na unafufuka pamoja na nani? So hiyo ni kumaanisha Christ died for you and he paid everything for you. He satisfied the law and you are free from sin. So Christ, when he died with you because he died for your sin. That's why unaona mtu anashikwa nako kwa nini? Kwa maji. Wakati unafufuka unaambiwa you have risen in Christ because Christ rose again because he defeated death. Nikumaanisha sasa wewe umefufuliwa na wewe uko uhai na Kristo. Nikusema the life that you are going to live is a life of faith. A life of faith. Na this life of faith ni kumaanisha ni kuishi kama Mkristo wa kweli. Kuishi kana kwamba unajua you have a captain ambaye ulibatizwa ndani yake na anakuangalia nini? Vile unafanya nini? Unaenda vile unafanya. Ni kwa sababu umemkubali to be your leader. So, if you read 1 Peter 1:5 inasema nini? 1 Peter 1:5 inasema you are kept by the power of God through faith unto salvation. Kiswahili inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kwa hivyo kumaanisha tunawekwa na nani? Watoto wa Mungu wanawekwa na nani? Na Mungu. We are kept by what? The power of God. Unajua kuna mambo mengine mtu usoma hapa hata yaani saa zingine kwa sababu huelewi unakosa hata kuyaweka hapa ujue wewe ukiwa mwana wa Mungu you are kept by the power of God through salvation by faith. Kuamini yale Mungu amesema atafanya nini? Na kujua that hakuna shida. Si tumesoma pale katika Isaya 43. Hata ukiwa ndani ya nini? Ukiwa ndani ya maji, ukiwa ndani ya moto, sitafanya nini? Hata tuachilia. So we are kept by the power of God through faith and salvation. Kwa hiyo kumaanisha the promises za Mungu. Unaelewana? Hata kutuweka even the power to help us and that promises bado ni nani? Sasa wewe kazi yako ni kufanya nini? Ni kuamini tu. That is the work of man. Just to believe. To believe. Na ninaona Mungu anaambia watu, nyinyi tufanye kazi gani? Mungu akawaambia unagani? Wana wa Israeli, your work is only to believe. Kuamini tu yale amefanya nini? Maana yake wana wa Israeli only what they had to believe ni nini? Musa amesema tufanye nini? Tupite. Na wakapita. So to believe is the main thing. So when we rest upon his word, who is faithful and able to save to the uttermost, then the powers of God is exercised for us. Tunaelewana? When we rest upon his word, who is faithful and able to save to the uttermost, then the power of God is exercised for us. The power.
tukirest na yeye, the power of God is exercised on our part. Nguvu za Mungu unakuta saa zingine hata huamini. Mimi kuna mambo mengine, vitabu zingine uanga nasoma ama nimezisoma, mimi siamini. It is not me. Sometimes it is not me. It's God himself. It's the power of God. Kwa sababu unaangalia mpaka unasema kweli, this work I'm kept by God. Even this work, hata hiyo kufanya hiyo nafanya, naona kabisa it is not me. There are things ambayo nilikuwa naziona mbali sana sometimes back. Mpaka naziona kama as if they can never be true. But I'm wondering, they are coming true. They are coming true kwa sababu they are real and they are going to be real. Lakini wakati nilikuwa naanza tu kama mchezo. Ni kitu ambayo unaanza, unaiona kwa umbali lakini haujui itafanya nini. Kama itafika. Haujui kama itafika. Sijui kama tunaelewana. Things that you could not believe zinakuja, zina happen. Because when we rest upon his word, who is faithful and able to save to the uttermost, then the power of God is exercised for us. Unakuta unaweza fanya maajabu. Kuna wakati mmoja nikaangalia some of the work ambaye reformers walikuwa wamefanya. So big work, baka unaona huyu mtu kambaye alikuwa anafanya hii kazi hakuwa mtu wa kawaida. Unaona volumes and volumes za vitabu mtu ameandika. Na yale ameandika, it's nothing but the whole truth. Even the English itself, everything unaona that huyu mtu kabisa he was learned. Baka unashangaa. But I've come to see that God, we are kept by God and by his power in everything. God can guide you in many things, and his power, you are not of your own. Katika watoto wa Mungu nimekuja kujua we can never do the work we are doing if it is by our own power. We can never. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Ni Mungu anafanya kazi na wewe. Anakutumia tu kama instrument tu wewe. Unaona ukifanya vitu unaona kama ni wewe, lakini ni Mungu. So this word unasikia, yani unasikia akisema they are true. You are kept by the power of God through faith and salvation. Na Mark 9:23 nasema namna gani? If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. You see now, that is when you are capable of having the glorious power of God exercised on thy behalf beyond the ability of nature. Kwa hivyo, the power of God is exercised on our behalf beyond the ability of nature. Nature. Beyond the ability of nature. Baka unaona mambo mengine, baka unashangaa, unaona so things can happen. Lakini ukija katika nature unakuta those things hazingefanya nini? Haingefanyika. Ukisoma Mark 6:5 and 6 nasema unaona gani? Mark 6:5 and 6 nasema he could do no mighty works there, and he marveled at their unbelief. You see now, Christ never did any mighty work at where? At that place. Kwa nini? Hebu soma Mark 6:5 and 6. Mark 6. 6:5 and 6.
wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao, akazunguka katika vile vijiji akifundisha. So kwa hivyo nikumaanisha nini mzee? Usipoamini, if there is unbelief in you, God is not going to do miracle in you. Tunaelewana hapo? If there is unbelief ndani yako, kama kuna mambo bado uhamini, kama kuna unbelief kumaanisha yale Mungu anaongea, yale amepromise wewe, bado unafanya nini? You are doubting. God is not going to do miracle in you. That power of God is not going to be with you. It's not going to be, that power, God is not going to use his power on you. Sawa? Lazima haya tuelewe kwa sababu they are very important. So there was no occasion or opportunity for where faith is wanting. How can the power of God be owned and seen? Pahali hakuna imani, don't expect the power of God to rest there. God is not a respecter of any person. Pahali hakuna imani, kama kuna unbelief, the power of God is not going to rest there. You know, you won't see that miracle. Lakini faith, ukisimama na imani. Imani hapa ni kumaanisha nini? Kusimama na the promises zile Mungu amesema. No matter how difficult or how grievous they are against you. If you read Exodus 14, 11 and 12. Ambia Musa, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani. Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. That is it. Tunaonyeshwa walikuwa na imani kwa sababu wao ni binadamu, lakini walikuwa wanafika pahali nyingine wanafanya nini? Wanaanza kumama, wanaanza kuona ni kana kwamba hata kana kwamba Mungu kabisa umetutoa Misri na hapa jangwani kabisa we are getting nothing. Sisi kabisa tuko na shida mingi sana, watoto wetu washibi, kuna maji hapa hakuna hata maji ya kutosha. You see now they were being pressed by bodily interest. Mambo ya mwili bado ilikuwa anafanya nini? Inawasukuma. Na hii mambo ya mwili kiwasukuma, walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaanza kuona ni kana kwamba Mungu amefanya nini? Amewaachilia. Ni kana kwamba walikuwa wanaona Mungu amewaachilia. Kwa hivyo wanaanza kumama. This murmuring, it is the way we have it with the children of God sometimes. Wakati wameona kana kwamba there is no future. Na hii future ni nini? What is future? Sana ile kitu wanga inasumbua watu ni maisha itakuja kuwa namna gani? Maisha ya baadaye itakuja kuwa namna gani? Mimi have nothing. Mimi maisha yangu naona kabisa sijui namna gani. You are always thinking, sasa nisipofanya hivi itakuwa namna gani? Sometimes inafika hata pahali naenda against njia za Mungu kwa sababu unaona kana kwamba kuna pahali umefika, unataka ufanye nini? Ujisaidie. Nani alikuwa ameambia wana wa Israeli watoke Egypt waende Canaan? Si ni Mungu. Na nani alifanya hata njia ya wana wa Israeli iwe mrefu sana? Inasemekana kama wangeenda straight ilikuwa ni safari ya siku ngapi? Safari ya siku 4. Wafike wapi? Wafike Canaan.
Lakini Mungu aliwapitishia njia mrefu sana. Ndio kwa sababu gani? Kwa nini aliwapitishia njia mrefu sana? He wanted to prove them. Alitaka wafanye nini? Wamjue. Unajua watu hajui that they don't know God. Hatujui ati hatumjui Mungu. Na hata watoto wa Mungu wakati wameitwa, kitu ya kwanza Mungu wake anataka kufundisha ni ufanye nini? Ni umjue. Na hakuna vile unaweza kujua Mungu kama ataanza kukupatia vitu za dunia, mikate na nini, raha ya dunia kama watu wa mwili. There is no way you are going to know God. My friend, Joroge. Ukikuta mambo yako inaenda kama watu wa dunia vile wanaenda, utaona mambo iko namna gani? Iko sawa. Na utaanza kusema huyu Mungu nafurahia kwa sababu hakuna wakati ananiachilia. Lakini sio Mungu unajua. It is a God of nature ambaye sasa wewe unafikiria ni Mungu wa kweli unajua. Lakini Mungu wanga anataka watoto wake wamjue. Na hatuwezi kumjua kama atakupitishia njia ya kawaida kama vile anapitishia watu wengine. Hapana. Anakupitishia njia mrefu sana. Na unaweza hata shangaa mpaka hata unaanza kuona kana kwamba wewe Mungu hata amekusahau. So these people, they were murmuring kama watu wa kawaida. Why? Words of impatience and distrust and very near to a plain revolt from God. And yet at length these murmurs, through faith, they passed through the Red Sea as if it had been farmland. There was a great mixture of unbelief, but where faith prevails, it is accepted with God. You see now, we murmur, lakini let it be eventually faith ifanye nini? Iprevail. Ni kawaida, unaweza mama hapa hata uone kana kwamba Mungu amekusahau. Lakini wacha tu ujue that God is with you. Na hakuna wakati atakuachilia. There is yet another circumstance. All of them were not true believers. But the faith of some made others partakers of the benefit. This is the point I want you to hear, nataka musikie. This is the point nataka musikie. Wale wana wa Israeli wote walikuwa wametolewa Misri, wakienda Egypt. Sio wote walikuwa na imani ya nini? Ya kweli. Tunaelewana? Sio wote walikuwa na imani ya kweli. They were mixed up. You see now, they were mixed up. They were called the children of Israel. They were called the house of God. Lakini sio wote ambao walikuja kutolewa Egypt walikuwa ni watoto wa Mungu. Walikuwa wanaenda Canaan wote. Lakini wale ambao walikuwa na imani ya kweli walikuwa ni wachache. Lakini Mungu akiongea katika imani, yeye uanga anaongea juu ya imani kwa sababu ya watu wake. Because in them there were some who were truly given the gift of faith. So hiyo ndio yeye uanga sana sana ongea. Yeye uanga hii kindeleza huku nini? Lakini wakati anasema kwa imani mlifuka the Red Sea. Ni kumaanisha wale ambao walifanya hata wao wengine wafuke the Red Sea. Na wakasimama wakajua ni Mungu amesema. Ni nani? Ni wale walikuwa na imani ya kweli. Hao wengine walipata the benefit ya nani? Ya wengine. Kama vile tuliona wakati walifika pale wakati walienda kuspy. Walienda wangapi? Spies walienda wangapi kuspy the Red Canaan? Walienda kuwa ngapi? Kuni wangapi? 12. Ni wangapi walikuja wakasema with a good report wakasema inawezekana? Kwa hiyo peke yake. Hao wengine walisema haiwezekani. Walisema haiwezekani. So unaona in every situation kuna wale ambao wako na imani ya kweli na kuna wale hawana imani ya kweli.
So the ungodly receive many temporal benefits by faith of others. You see now, the ungodly wana receive a lot of benefits by the faith of others. Hiyo lazima tuelewe. Ukisoma Acts 27:24 inasema namna gani? Acts 27:24 inasema akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Kwa hivyo ni kumaanisha hapo, mnakumbuka ni wapi? Nuko Crete. Paul alikuwa anaenda Rome. Na wakati walikuwa wanaenda pale, ukawa na dhoruba kubwa sana, ama waves of the sea, ama tsunami. Ikawa they were in danger. Lakini Paul wakati aliomba Mungu akasema, mimi you are going to be safe, na nimekupatia mpaka hawa watu mko na. So who saved these people? Ni God. Because of who? Kupitia Paul. You see now, that means the elect have a lot of benefit. Wanga wanasaidia sana. And even a nation can be blessed because of the elect. God's blessings always are there. You see now? So the faith of some may save a community. Faith of some may save a community. Through faith, that is the faith of Moses and some of eminent godly Israelite. So we must not think all this multitude had faith, but it was so pleasing to God that for their sake the community passed safe and did arrive at the opposite shore. Kwa hivyo hapo lazima tuambie ni kama the Ark of the Covenant. There were people who were saved in the Ark of the Covenant, in the family of Noah, and yet they were not elect, but they were saved because they were the children of who? Of Noah. Kwa hivyo hivyo ndivyo mwanga inafanyika. So if you read John 3:36, nasema namna gani? Uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. That is it. There is salvation for believers and nothing but destruction for unbelievers. So lazima tuelewe all these things. So having seen all this, we have the doctrine that they who, upon the belief of God's promises, do resolve to run all hazard with Christ in the performance of their duty to him. Wale ambayo wote wamebatizwa katika Kristo, they are ready to go in no hazards or against all hazards ambaye which comes in their life. Ni kweli? Jiroge? Kwa sababu wewe wakati umebatizwa katika Kristo unakubalisha namna gani? Umekubali that Christ is your Lord, your commander, your lawgiver, and whatever he commands, you do what? You will do. Lazima ufanye. He's a commander ambaye umejiweka chini yake. Only that sometimes he commands things against your will. Yes, sawa. So, true faith receives the promise of God with the terms and condition it requires. Kwa hivyo lazima tujue the terms and condition of true faith. Imani ya kweli. The terms and condition. Terms.
wakati umekuja umeingia katika kundi la Wakristo, the terms and condition. Kuna watu sometimes it is very hard to teach this truth nowadays, kwa sababu wengine kama ni watu wa mwili, watu wote wengi wako katika makanisa, wataanza kukuambia wewe, tofauti yenu na wale wengine ni nini? Tofauti yenu na wale wengine ni nini? Kwa sababu hata wale wengine wamebatizwa na wanasema Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. But the difference is this. Katika Reformation we have a difference in that wewe unatakiwa kuwa very curious with the word of God, the command, the law, and you have to adhere to every law. Na wewe hautakiwi kusema ati nafikiri hii inatakiwa hivi. No, a child of God doesn't do that. Mwana wa Mungu hatakiwi kufanya hivyo. If it is not in line with the word of God, wewe mwenyewe ndio unakosea. It's not the word. The word of God is ever perfect. So, if salvation be God's free gift, kwa sababu ni Mungu amekuita, sio wewe umejiita. Salvation is by grace, not by works. Meaning, if it is a free gift and it's God who is giving you that salvation, now you may accept, then he has a power to impose conditions. Ni kweli? Yeah? Ni kwa sababu gani? Wewe nikupatia unapatiwa. Wewe nikupatia unapatiwa. Si kweli Njoroge? Na ule anakupatia is a law giver and he is giving you salvation. Lakini yeye akiwa anakupatia na amekupatia kila kitu, even the first creation bado ni yake na amekupatia. He has given you the faculties za kufanya kazi and to this salvation. Even kumaanisha he has a right to put unto you conditions. Kwani? The conditions. See that is a free gift and yet unapatiwa bure utumie vile unataka that gift. No. It's a free gift but there are conditions ambaye Mungu anataka. There are conditions. So, it is at the liberty of the donor to give it upon what terms he pleases. For who but the Almighty can prescribe conditions and laws of commerce between him and his creatures. Kwa hivyo, kuna some conditions Mungu amekuwekea ambaye yeye anataka usifuate. Because that is even in the law of nature. It belongs to every donor and free benefactor to make his own terms and to dispose of his own gift and donations according to his will. That's why many people will miss salvation. Kwa sababu gani? They want salvation, they want to be saved, na wanakubali, na wanasema Mungu tunataka yani kwenda mbinguni, lakini when it comes to conditions, wafanye nini? Hawataki. Conditions za Ukristo hawataki. Wanataka kuweka conditions zao. They want to go their own way, but not in accordance with the way of God. All these things ni vitu ambavyo tunatakiwa tuangalie sana. Conditions. Kwa sababu ni za maana sana. In addition, either God will give them without any conditions, or he'll give those benefits upon certain terms and conditions which he like to impose upon the creature. Hiyo ndio njia ya Mungu. Mungu hupenda kuweka terms ni kwa sababu he is a creator and we are the creature. Kwa hivyo kana kwamba we are freely saved, there are those terms that we must fulfill. Sawa? So what are the conditions? What are these conditions that God requires? The conditions which God requires are partly a belief of the promise and partly obedience to the command annexed.
What is the promise? What is the promise? Ni nini umeabiliwa na Mungu? That is the promise. Kwa hivyo hakuna mtu anakuja kanisa ama anakubali Yesu Kristo, Yesu ni Bwana, ambaye ako na any other agenda apart from the promises of that covenant. Do you think about that promises in your lifetime? Ni mambo waga inakusumbua? Ni mambo waga unafikiria? Are you sure yaani kabisa, do you hope for those promises? Unajua, nisoma palikini nikasikia binadamu kwa sababu ya kukosa kuweza kuona these promises, kuzielewa, they are never registered. He is never serious about them. What are serious? Faith is the only things ambayo waga inaleta mtu karibu sana kuweza kuona these things the way they are. Kwanza the faith give them the body. But without faith, kuona haya mambo, these promises, na siwe zinakusumbua, it is next to impossible, my friend. Inakuwa ni ngumu sana. Wakati unasikia ati, do you believe under those promises? Unaweza kuambia mtu akwambie, yes, I believe in those promises. If you believe in those promises, and yet you are sure you want those promises, why do you break the conditions of those promises? Kwa nini basi, yani kama kabisa those promises unastaka Njoroge? Yeah? Do you hope them? Do you hope for them? God has put some conditions because of those promises. Si ni kweli? So kama you break those conditions, are you truly hoping those after those promises? No. 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 You are not hoping. You know the things. So, as the Israelites were to believe that God would carry them safe and sail to the next shore through the Red Sea as upon farmland, and therefore, believing this, they were upon the authority of God's word to resolve to go down into the great deep and try what God would do for them. Kwa hivyo kumaanisha the promises, wana wa Israeli waliona the promises, wakaambiwa namna gani? Mungu, through this Red Sea mtapita katikati na mfike pahali gani? Ng'ambo. You see now? Kwa hivyo wao through that promise ilifanya nini? Iliwasukuma mpaka wakaenda na wakaamini ni Mungu amefanya nini? Amesema. So the condition ile walikuwa nayo ni to believe the promise through faith, na wajua kabisa yule amesema atafanya nini? Atatimiza. Na kumwamini kwa kila pande. Otherwise, hakuna mtu hata mmoja aliweza kurudi nyuma. Wote waliingia the Red Sea na wakapita na wakavuka pande nyingine. So, what does that mean? It means also these promises of heaven, hata sisi tunatakiwa kuwa namna hiyo. We are going to Canaan. And there is a hope and promise that truly yule ambaye ametuita na anatuzukuma na atafanya tufike pale ni Mungu. Hata kana kwamba kuna hazard ziko namna gani upande na upande, lazima tufanye nini? Lazima tufike kwa sababu Mungu amefanya nini? Amesema. So that is to believe unto the promises. That is to believe unto the promises. Kwa sababu hakuna jingine, my friend. Hakuna. Mimi wakati nilijua ukweli kabisa, there was a lot of frictions between me and the world. My friend wote wanaenda tu wakinawili. Lakini wewe ukiangalia yani vile unaenda, every minute ulikuwa unapiga backward step. Every minute of your life. Nikana kwamba Mungu alikuwa amekupeleka hivi, ukafika pale, sasa ikawa unarudi chini kabisa. Na hata hujui unaenda wapi. Unaona tu mambo inaenda hivi tu kabisa, uelewi.
That's why even people commit suicide. Niona kabisa watu why they commit suicide. Kwa sababu unaenda tu unaona things are not working. No matter how hard you try. Unajaribu mpaka unafika pale unaona why. Lakini wakati unaelewa the word of God, unaona kabisa you are different. What I'm accomplishing now, ndio naanza kuona kabisa there was no way ningeweza kuifanya kama kabisa ningeenda katika njia za Mungu. Hakuna. Haungeweza. Because it's a lot of work. So, their faith was seen in trusting him with the events without any anxiety and trouble of mind, and their obedience was seen in taking the course and way they were prescribed by God, even through the deep water, though it was unlikely a way for their preservation, yet they ventured themselves. You see now, trusting. Their faith was seen in trusting. Kuamini yule ambaye wako na yeye na vile amesema. Hata kana kwamba walikuwa naona this thing can hii mapa inaweza badilika na hii maji itulalie, lakini walifanya nini? Waliamini. Waliamini. Na hivyo ndio tunatakiwa tukiwa Kristo tuamini. Through whatever you are going through as a Christian, ujue kabisa there is hakuna vile maji itafanya nini? Hakuna vile hata shida ikiwa namna gani, God will never let you down. God will never let you down. He is with you. Na hata kubali. Hata wakati unaona kabisa unaenda kuvifia kabisa hata kuishia, Mungu atakuinua. Kuna wakati niliota ndoto moja napitia kwa kamba. Kamba ambayo ni nyembamba kabisa. Lakini nikijaribu kuanguka pande hii, ile kitu ilikuwa inanirudisha balance, sikuwa naelewa ni nini. But I found myself very firm. Mpaka hata mimi nikashangaa, can I walk on such a thing? Mungu anakuambia even hata wakati unatembea juu ya in a very narrow place, ambao na kabisa tutaanguka, there is always a hard on this side and a hard on this side. Na huwezi anguka, hauwezi. Only wewe ndio unaona nikana kwamba unaweza kuanguka lakini hauwezi. You can't. You can't. So, we that believe in Christ for eternal life must first believe God's promise that he will bring us to that blissful estate through the way appointed. And so, we must resolve to take this way. Kwa hivyo kumaanisha there is a way upon, not our way. God is not taking us to heaven by our own way. Ni kweli? Kwa hivyo tumesema there is a promise, but the lawgiver has devised a way for you. How you are going to attain it. From the beginning, it is not your work. Is it? It is not your work. It is the work of God. From the beginning. Hakuna pahali wewe unaweza kusema ati sasa mimi nimefika hapa, I'm doing it. No. God has appointed a way for you to how he is going to accomplish his promises. Kwa hivyo kazi yako ni kufanya nini? Ni kuamini. Wana wa Israeli wakati walitoka Egypt wakafika pale Red Sea, walifika pale wakasimama. Wakashindwa, what next? They started murmuring. Kwa sababu there was no way. Ni kweli? Sasa wakaanza kusema afadhali sisi hatutatoka wapi? Misri. Sorry. Afadhali sisi hatutatoka Misri. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumetoka pale kumbe tunakuja kukufia wapi? Hapa jangwani, kwa sababu walifika a point, this is the Red Sea, this is the army of the Egyptian coming. How are they going to pass through that? Wakasema namna gani? Afadhali tukepa. They started murmuring. They could not see a through way. Hawakuweza kuona. Lakini the same God ambaye alikuwa amewatoa pale, tunaambia namna gani? The cloud ambaye ilikuwa darkness to the Egyptians, it was their light. Ilikuwa inawaangazia. Na Mungu alikuwa anajua
there is a through way, hata vile njia itafanya nini, itapatikana. So wakati wewe unaona mambo yako ni mazito sana na umelemewa na maisha hapa duniani, unaona kabisa there is no way out, God is always where he knows. Pahali ati tunaambiwa hakuna njia, God has 1,000 way to give you a way out. 1,000, not one, ambaye wewe hauwezi kuona. Kwa sababu gani? Kwa sababu the way to Canaan is conditioned by God himself, not you. Not you. Niliwaambia kama kabisa this reformation ingekuwa mimi mwenyewe ndio ningekuwa ati najisukuma, ningetaka hata mimi kuwa na watu wengi sana ambao nafundisha. Ningetaka hata mimi niwe kama mapasta wengine. Si ni kweli? Niwe na watu wengi ambao naona nafundisha. Lakini inafika pahali unafika unaona the salvation, the condition that God has put, it is not me. Nani? Yeah. He knows why. He knows why. Ukiangalia njia zote unaona wewe ni kana kwamba ati wewe sasa ati unaweza kusaidia. Unajaribu kusaidia na mikono yako mpaka unafika pale unaona hakuna kitu unaweza kusaidia. Hakuna kwani. Na Mungu atakupeleka mpaka wakati yeye mwenyewe ataona this is utafika hapa na hapa, yani utafika hapa. Not beyond that. So the way of salvation is called. All what we need to do is to follow those conditions. We follow the instruction. Hakuna shortcut katika salvation. Hakuna shortcut. So it is a great point and a part of faith to believe the promise. There is very much in that. For though we all desire to be happy, yet this happiness being promised by an invisible God and lying in an invisible world, it is not easily assented unto. It is not received with that trust and strength of faith by us while we dwell in the flesh. We all look for happiness. But this happiness ambayo tunaambiliwa, it is about an invisible thing, ama world to come. Invisible, ambayo hatuwezi kuona, yani hatuwezi kuona. Na kwa sababu ya hivyo, sometimes it is not received with happiness. Watu waioni na wafurahi ni kwa sababu ni kitu ambayo haionekani. Lakini kwa njia imani, because they are promised by God, like those people ambao waliambiwa mkipita the Red Sea, that's the way to Canaan, na wakaamini ati Mungu atawatekelezea njia na wakapita. Hata si tujue, because we are baptized in Christ. Sawa? Tutafanya nini? Tutafika wapi? Canaan. The heavenly Canaan. Tutafika. No matter what we pass through. No matter what we pass through. Hiyo ndio Mungu anataka tujue. Na hivyo ndio Mungu anataka. So, the next part is to resolve to seek this happiness in God's way, to follow it close whatever it costs us, to hold on in our journey, be our way safe or dangerous, rough or pleasant. Ni kufuata hiyo condition, njia, iwe sawa, iwe mbaya, iwe namna gani, by all means, lazima tu, and yani lazima tu, yani we undergo all the problems. Sawa? So a Christian must come to this. Whatever it is that God leads me into by his word and spirit, so I may attain happiness at last, I will hold on my course. Hiyo ndio Mkristo wa kweli atakiwa kusema. Whatever it cost you, because it might cost even your life. This salvation might even cost you, yani this temporal life of yours. Na ujikute kabisa hata hii dunia hauko. Kwa sababu na kama Mungu alipenda hivyo, utafanya nini? Utakaa hivyo.
Unajua John ambaye he prepared the way of our Lord. Wakati anaenda kukatwa kichwa, Kristo alikuwa wapi? Si alikuwa hapa duniani? Alikuwa anajua? Alikuwa anajua, si ndio? John akasema mwambie niko hapa. Manake John hangeamini that he is languishing in prison. And he to whom ambaye ikenda kwanza Christ ambaye yenyewe ni Mungu, yeye ndiye alikuwa ameappoint nani? John. Everybody would have expected that Christ angemtoa nani? Angemsaidia nani? John. Lakini Christ hata akiwa hapa duniani na akijua what is happening in prison na akijua John atakatwa kichwa, alikuwa anajua kila kitu. Aliwachilia ikaenda hivyo. So who are we? Na kichwa inakatwa. Who are we? So wakati unapitia tushida kidogo, wewe waacha kulia. Kwa sababu gani? Hata kichwa inaweza fanya nini? Hata kichwa inaweza enda kama ya nani? Ya John. Na nani? Na sio kusema ati umekosea anything. John alikuwa amekosea nini? Hapo amekosea. Ndio kweli. He rebuked Herod. He talked about the truth. Lakini kwa sababu the way of heaven to John was conditioned in that way, lazima angefanya nini? Lazima angepitia hapo. So whatever you are going through, ujue if God has conditioned that wewe mbinguni utaingilia hiyo kamlango, don't mama. Ni kweli mzee? Peana kichwa. Don't mama. In fact, kuna pahali inasema kwa nini Mungu alikubali in this world that in either case when you come to the elect and the wicked, Mungu akakubali we have elect who are rich and then poor. When you come to the wicked, tuko na wicked, rich and poor. Kwa nini Mungu alikubali iwe namna hiyo? In both sides we have the same what? The same category. Ni kweli? Sasa wewe ukiulizwa sasa unaanza kusema namna gani ukiwa mwana wa Mungu? That how, yani kwa nini siwezi kuwa rich? Why am I so poor? Hebu jiulize. The same God has allowed even the wicked to have rich people, even than you. Ukiwa mwana wa Mungu. Na tena in the same place bado wao kwao kuna very very poor people. Na Mungu amekubali. Nisa sema nini yeye? Mungu ana baraka. Hivyo ndivyo ameonesha. If all the if by nature everything was flat, kila kitu ilikuwa flat, ingekuwa sawa kweli? Ukute dunia sasa angalia hivi. Kwa hivyo Mungu alifanya nini? Aliweka hawa watu wote wangapi? Wawe mixed up. Kwa sababu a mountain always give water to the valley. So there must be a mountain and a valley. Lazima kuwe kuna the mountain inapatia the valley. Naye the valley inapatia the river. So naye the river wakati inaenda tena, that cycle must go. So hakuna vile Mungu ameweka watu wote wawe nini? Wawe sawa. That means if God has conditioned you in whatever category you are going to be in this world, you should accept it. It is not your will. It is not sio wewe utafanya nini? Utapanga. It is a condition predestinated by God himself. Hakuna vile John angejua yeye being at yeye ndiye anakuja kutangaza the savior of the world. Nobody could expect that John angefanya nini? Nikatoka kichwa. Hakuna. Kama salvation ingekuwa vile watu wanafikiria. Even
Even John himself hageamini ati itakuja kuwa hivyo. Hageamini the Savior ambaye alikuja hata akasema, yaani muangalieni kondoo wa nani? Wa Mungu aondoaye dhambi za nini? Za ulimwengu. The first to pronounce our Savior in this world. Nobody even today angeamini John angekatwa kichwa Christ akiwa hapa duniani. Hakuna. But because the promises, these promises, God has preconditioned them the way they are going to be in this world. Hakuna vile kufanya nini saa hii. Mimi naongea hapa, you don't know. Maybe God has preconditioned that I'll die in prison. Nobody knows. Hata ukiwa umefanya kazi namna gani, you can never, yani you don't know your destiny. Haujui Mungu atapeleka mambo yako iwe namna gani. You never know. Na ndio unasikia pale akisema our life is predestinated in Christ Jesus. Predestinated kusema sisi sio watu tunaishi hapa duniani kama tu kuishi tu. Hapana. Sisi watu ati wanatembea hapa duniani kama watu wa dunia, my friend. Hapana. Sisi our life is predestinated. Mimi miaka ingine 20 years before nikuje kujua ama 15 years ago, hakuna vile nawaambia nikajua kabisa nitasimama mbele ya watu mwafundisha ukweli. I was a drunkard. I was in military. I was very proud like any other person. Yeah? I was anxious to be rich. Nilikuwa nang'ang'ana and I could do anything. But vile Mungu alikuja kabadilisha ya mambo na akakuja kuniweka katika hii reli sasa. Is a master ambaye singefanya nini? Singepredict. Singefikiria. Hata sometimes I look back, I wonder by the power of God and the grace of God. Vile the grace of God inaweza badilisha mtu. Unaona kabisa vile inasema. Sometimes I read myself in the word of God. Najisoma mimi mwenyewe. And I'm very happy manake sometimes mimi kabisa I'm a witness in myself that grace can change. That grace is a power of God and salvation. Is a power. Ni kwa sababu inakubadilisha nia kabisa. Inakubadilisha nia. Ati watu wengine wakikimbia kutafuta hii, wewe kabisa unamalizwa kabisa. Unamalizwa kabisa. Tamaa ya pesa unaondolewa. Raha yote unaondolewa. Unabaki raha ni nani? Ni Christ peke yake. Kristo peke yake nakwambia. Mimi raha yangu haiko pale ingine. My happiness in this world is just the word of God. Na hakuna kitu kingine uaga nafikiria. Watu wengine hata I don't know. Sijui naweza kusema nini. So the grace of God can change you na kuweka kwa laini na uweze toka. Na ninasikia Paul alikuwa anasema the love of Christ constrains me. Watu haelewi, mimi ndio nimekuja kujua truly that love of Christ can constrain somebody. Unakuta hakuna kitu kingine yako unaweza fanya. Mimi nakutanga saa zingine hata nikienda pale naenda kama nakimbia. Unaweza kutana nikienda unaona kama naenda mbio. Unaweza fikiria labda naenda mbio kuna kitu kingine naenda kutafuta pahali. Na hakuna. But losing one time to me, lose a time, waga nasikia nimekosa sana. Nasikia kabisa nimekosa. Kuwaste a time wati nikae idle hivi. Unikuta ninakaa idle wati nimekaa. Nasikia hapana. There is something ambaye inanisukuma ambaye siwezi kuelewa. You are losing. Unapoteza. No, I feel as if I'm answerable to somebody ambaye ananiangalia. There is something I feel nikana kwamba sijamaliza kazi ya hiyo siku ile inatakikana. Sio ati kuna anakuja kuniambia hapana, but there is that feeling as if somebody somewhere anaangalia my work kama nimemaliza vile natakiwa. Mpaka sasa kuna wakati hata zingine naambianga Mungu niwachilie sasa, wacha nipumzike. Mimi mwenyewe sio kama wacha sasa nipumzike. Naenda kukaa ndio nipumzike. Na nikisema hivi nikipumzika hata siwezi kumaliza dakika 5 2. Na kabisa. So
Mungu uanga ana precondition. Unasikia the word of God inasema he preconditioned you. You are going to go this way. Na hawezi kufanya kingine. That's the work of God. That's grace. That's grace. Ukisoma James 1:12 nasema namna gani? James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. You see now, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Kwa hivyo, trial is one and the same thing with a Christian. In fact, I don't think salvation is there without trial. God has made it to be that way. God has made it to be that way. Trial is one with a Christian. Shida. Those are the hangouts ambayo you hang upon on your way to Canaan. Heavenly Canaan. Kwa hivyo hakuna jingine ufikiria ati wewe utaenda ati wewe hii safari. Hakuna safari, hakuna. That priest of the world, hiyo matiti hapa duniani ni tamu sana. Na Mungu anataka kufanya nini? Kukuondoa katika hiyo matiti. He want to win you from that. Na wewe unafanya nini? Unakatalia. Na ukiona mtoto ananyonya, ukitaka kumwachisha matiti anafanywa nini? Anapakiwa nini? Kwa nini? Ndio wacha nini? Akionja anasikia nini? The same thing happens with the children of God. Matiti ya dunia hii ni tamu sana. Ukiwachiliwa ati kunyonya huwezi kuiacha. Mpaka Mungu akuwekea nini? Pilipili. Ndio sikie sio mzuri, ndio uweza kuiacha naye. So all these trial, they are in that line. Sawa? Are you together? Yeah. So faith can expect a deliverance when it seems impossible to reason. Unaona that point? Imani ya kweli inaona Mungu akija kuiokoa, a deliverance. Wakati when you use your reason, things look impossible. Yani hauoni nini? Hope. You don't have any hope. Ukiangalia reason, unaanza kuangalia mimi nimezeeka, mimi siwezi fanya hivi, mimi sijui namna gani. Reason yako ukijaribu kupima reason unaona kabisa hakuna njia ambaye unaweza kutoka ile situation huko. Lakini faith, kama uko na imani ya kweli, faith expect deliverance from who? From God. Mungu atafanya nini? Atafungua nini? Njia. Manake anakujua. That hiyo ndio imani ya kweli. It is against all reasons. Reasons zinafika pale unaanza kuona sasa hapa naona nikiangalia hivi. Nikiangalia hii njia sioni njia, nikiangalia hivi sioni nini. Sasa hiyo ni reason ya mwili. Inafunga reason, inajaribu kufanya nini? Na ndio unaona when you come to reason as a child of God, watu wengi wamepotea laini kwa sababu ya kutumia their own, yani to follow their own reasoning. Manake reasoning itakuonesha that now I think I'm supposed to do this because of it. Lakini naye Mungu hapo ndio ataki. Na hapo ndio afflictions zinaingilia. When reason comes in to take the throne of God, hapo sasa ujue viboko zitalia. Because the reason always will take you back to the flesh. Ya mwili. Hapa natakiwa, hapa lazima nifanye hivi. Hata kana kwamba watu wanasema namna gani, here I must act. Because nisipofanya hivyo haiwezekani. Hii haiwezi kuwa hivi. Nisipofanya hivyo haitafanya nini? Haitaigiana. Kwa hivyo unaanza kuweka your own reason. And reason always itakuwa always inapinga Mungu. Our reasons always is fleshly. Na uanga ina favor nini? Mambo ya nini? Ya Mungu. Mambo ya mwili. That one it will favor.
but it's not going to be spiritual. Na hapo sasa ndio unakuta kiboko inaingilia, kwa sababu wewe hakuna vile unaweza ku reason out in a faithful way. And that's why unaona the gift of faith ndio peke yake uanga sasa inaondoa reason. Inaamini nani? Mungu. Inaamini Mungu. Sawa? Look at Abraham. When Abraham was childless and he had been sown for many years, yet he expect an issue that for number shall be as the sand upon the seashore. Abraham hana mtoto, lakini aliambiwa na Mungu namna gani? Watoto wako watakuwa na kama nini? Kama mchanga wa bahari. Na akafanya nini? Akaamini. Akaamini. Na ndio unaona hata wakati anaambiwa aende ukamtoa Isaac, anaenda kumtoa kwa sababu gani? Anajua huyu Isaac, Mungu amesema watoto wangu watakuwa kama nini? Kama mchanga. Kama hii mbegu itazaa hii watoto, hata Mungu akiniambia nikaitoe sadaka, atafanya nini? Ataivuvua. That's faith. Lakini kama angeweka reason, angesema mna gani? Hakuna vile inaweza kuwa mtu. Aka ni kamoja tu. Mungu hawezi kuwa ananiambia hivi. Hawezi kuniambia nitoe. Kwa hivyo angefanya nini? Kwa hivyo reason, kama ange reason out, he would have gone against the will of who? The word of God. Now that's the way, that's the point ambayo wanga tumewekwa. Na hiyo ndio unakuta hapo ndio wanga Mungu anataka kututoa. Because it is very hard to follow the condition, the word of God, the promises of God. They are against our nature. So kwa sababu they are against our nature, hakuna vile Mungu sasa anaweza kutupatia things conducive to nature. Kwa sababu akitupatia itakuwa ni kufanya nini? Ni kutuharibu. Sijui kama tunaelewana. Ni kutuharibu kwa sababu you need these things and they are against nature. Na hizi they are your happiness. Kwa hivyo na ndio ukiangalia sana watu wa mwili wakati wanaenda kutoa ushuhuda, wakati vile wamebarikiwa na Mungu, wao wanaenda kutoa ushuhuda ya nini? Ya vitu ya mwili. Paka wanasema hata wakisimama wanasema huyo Mungu afanya nini? Ainuliwe. Na ni vitu ya nini? So you see? Na Mungu anasema namna gani? Ukiwa urafiki na vitu ya mwili na mambo ya dunia ni nani? Ni adui wangu. Sasa imekuwaje sasa tena anakubariki na zile vitu anasema wewe ukiwa urafiki nazo wewe ni adui wangu. The word of God never contradict himself. This is the word of God, and when he says this, ujue ni hivyo. Kwa hivyo what am I driving at? Nikuwa na drive at when we are baptized unto Christ, we should be very careful how we do our things. Wale wamebatizwa leo wajue they have come under another law giver ambaye is Christ our Lord, and since we are going to Canaan, he has his condition ambaye ameprescribe vile tunatakiwa kwenda. Sio kwenda kama watu wengine, hapana. It is to seek the word of God and to know those conditions ndio tuweze kwenda hii safari tukiwa watu ambaye watakuwa hawana viboko nyingi ambaye watapata katika hii safari. If you adhere to the law, you know mtoto ambaye ana obedient ama he is obedient to the parent, yeye huanga hacharazwi, hachapwi. Yeye huanga anaenda safari yake inakuwa iko sawa. Kwa hivyo it is good to know ourselves na tuelewe who we are. So a total resignation of ourselves to the will of God is required of all that will be saved. Total resignation. To resign ourselves to God. That one is required. Sawa?